Kuna uongozi ambao utakalia kimya baada ya Simba kufungwa dhidi ya Petro di Luanda, ikiwa ni historia mbaya zaidi kwa upande wao, huku pia wakiwa tayari wamepoteza, au naweza nikasema kwamba wakiwa wamepoteza alama 3, huku ndani ya msimu huu wakiwa wamecheza michezo 3 ya kimataifa kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa bila kupata matokeo ya ushindi, jambo ambalo limetoa taswira nyingine kabisa juu ya viwango vya wachezaji, lakini pia juu ya uwezo wa benchi la ufundi. Nini hasa ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya Simba baada ya kupoteza mchezo dhidi ya Petro di Luanda? Utakwenda kufahamu hapa. Lakini kabla sija kupatia taarifa hii, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja ya siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Baada ya Simba kupoteza mchezo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye upande wa kundi lao, baada ya kufungwa dhidi ya Petro di Luanda goli 1-0 kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, hali ndani ya klabu hiyo imeelezwa kuwa nzito, kimya kizito na yenye maamuzi makubwa yanayoweza kubadili mwelekeo wa timu katika hatua hii ya makundi. Taarifa zilizopatikana usiku wa hapo jana baada ya mchezo tu zinadai kuwa rais wa klabu hiyo ambaye ni Mohamed Dewji, ambaye tunafahamu ni mwekezaji ndani ya klabu, aliitisha kikao cha dharura ambacho kilikuwa ni cha ghafla, kilichokutanisha baadhi ya viongozi pamoja na benchi la ufundi kupitia kwa upande wa meneja wa timu Dimitri Pantev. Lengo kuu la kikao hicho lilikuwa kumkabidhi kocha tathmini ya moja kwa moja juu ya makosa yaliyoonekana katika mchezo dhidi ya Petro di Luanda, ikiwemo suala ambalo limezua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki, kuchezesha timu bila ya nambari 9 asilia, yani bila hata striker wa akiba, jambo ambalo limetafsiriwa kuwa upungufu katika upangaji wa kikosi na mbinu za mchezo. Viongozi wamemweleza meneja Pantev kuongeza umakini, kurekebisha kasoro katika safu ya ushambuliaji na kuhakikisha anafanya maamuzi sahihi katika uteuzi wa kikosi, hasa ikizingatiwa katika mechi inayofuata ni ya ugenini dhidi ya Stade Malien ya pale nchini Mali, mchezo ambao Simba wakipoteza unaelezwa kwamba utaiweka hatarini kwa upande wa benchi la ufundi. Vyanzo vya ndani vya klabu vinasema kwamba kikao hicho kilikuwa na ujumbe mmoja tu, kwamba kocha, huu ni wakati wa matokeo na si wakati wa majaribio. Klabu inaweza kufanya maamuzi yoyote endapo mambo yataendelea kuwa mabaya. Wachezaji pia waliitwa na kufanyiwa mazungumzo kuhusu nidhamu, umakini na umuhimu wa kupambana zaidi, kwani mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hayatoi nafasi ya makosa mfululizo. Kwa sasa presha kubwa imehamia kwa upande wa Mwalimu Pantev, ambaye anatajwa huenda akakalia kutikavu, huku mechi ya Mali ikitajwa kuwa ni fursa yake ya mwisho kuthibitisha ubora wake mbele ya mashabiki. Endapo wakipata matokeo ambayo hayataridhisha, lolote linaweza kutokea kwa upande wa uongozi na ukampa mkono wa kwaheri mwalimu huyo, na Simba wakatazama kocha mwingine kulingana na utaratibu ambao umekuwepo ndani ya vilabu vyetu hapa vikubwa vya hapa nchini, pale ambapo wanapata matokeo ambayo hayaridhishi. Kikubwa tunasubiri ni mchezo ujao ambao unakwenda ugenini pale nchini Mali.